Maranatha, Yesu anakuja. Maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Karibu katika mfululizo wa kina cha kutazama Biblia katika jicho pana la maombi. Karibu katika siku ya pili. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry pamoja na huduma ya Maombi TV tunakukaribisha kwa namna ya pekee kuendelea kufuatana nasi. Ikumbukwe kuwa katika siku ya leo tunatazama sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo, katika maana, katika mfuatano, katika kuinua mioyo yetu kutazama dhamira na jambo muhimu, yani maombi. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili na ule mstari wake wa 23, maandiko matakatifu, Biblia takatifu inasema, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na neema zako zilizo kubwa maishani mwetu, uzifunuazo, uzidhihirishazo na kuzionesha kila siku zilivyo mpya na za kupendeza. Katika asubuhi ya leo, kakubali kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Katika mfululizo wa kitabu cha Mwanzo tukitazama dhamira ya maombi, na kama tulivyosema awali, hata kama katika sura moja hapata kuwa na fungu la moja kwa moja la neno maombi, katika tafsiri ya lugha ya Kiswahili Biblia ni itumiayo, au tafsiri za Biblia tofauti za matoleo tofauti, na hata kurejelea lugha zake za asili za uandishi wa Biblia, yani Kiebrania, Kigiriki na kwa sehemu Kiaramu, lakini bado tutapata virai, sentensi, tungo ambazo kwa zenyewe huinua madhabahu na mvuke udhihirishao kuwa maombi ni maisha. Katika sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo huleta shauku, kanuni mama iletayo maana na kusudi kubwa la maombi. Utakaposoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili, yani aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 25, mwisho wa sura hii, kwa hakika hukutani na neno la moja kwa moja lenye silabi zitamkwazo maombi, lakini kwa sauti ya Roho wake Mtakatifu, fungu lake la 23 huinua kanuni ya maana zaidi katika maombi. Nikukumbushe kuwa jana tulipotazama sura ya kwanza tulisema maisha huanza kwa kusema, na kama mtu uaminie na utazamiaye katika wokovu huna budi kusema kwa njia ya maombi. Sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo huleta mfanano wa msingi na kanuni ya maana ya kuomba. Ikumbukwe, tangu uumbaji wa Mungu kusema na vitu kufanyika, viumbe vilivyoumbwa vilikuwa havijasema bado. Mwandishi aliyeandika kitabu cha Mwanzo ananukuu mstari wa 23 sura ya pili kitabu cha Mwanzo kama kauli ya kwanza ya kiumbe kilichoumbwa na Mungu na chenyewe kusema. Kilisema nini basi? Ninaomba nirudie ili ieleweke kauli hii. Yaani, tangu Mungu aliposema na viumbe kufanyika na kisha kuumba kwa mikono yake mwenyewe, kitabu cha Mwanzo sura ya pili fungu la 23 ndiyo sauti ya kwanza ya kiumbe kilichoumbwa na Mungu kusema. Ni ya thamani kiasi gani! Kauli ya kwanza ya mwanadamu kuisema katika arshi, ardhi na umbile la Mungu la uumbaji. Mwanadamu huyu alisema maneno haya. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu,
basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Ieleweke kuwa utangulizi wa awali wa sura chache au mistari michache kabla ya mstari huu hueleza kuhusu habari ya upweke ambao ulionekana kwa Adamu kukosa mwenziwe, ndipo Mungu anaamua kumfanyia Adamu msaidizi. Licha ya kina cha teolojia ya uumbaji kati ya mwanaume na mwanamke, lakini sisi tutachimba kauli hii katika kanuni ya kimaombi ni maisha. Kauli hii huonesha ya kuwa kama mwanadamu baada ya kuanza kusema jana tulipojifunza maombi ni kusema, na ili maisha yawe na maana lazima kusema, yani lazima kuomba. Na sura ya pili, baada ya kuanza kuomba, huna budi kuanza kuona maombi yanakuwa mfupa katika mfupa wako, nyama katika nyama yako. Utauliza, mhudumu, unasema nini? Ninasema hivi: kama jana tulijifunza ya kuwa maombi ni kusema na nguvu ya kiungu iletayo utendaji kazi wa kiungu iletayo matokeo. Na kauli ya kwanza ya Adam kusema ilikuwa, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu na ni nyama katika nyama yangu. Mara nyingi kusudi la maombi kwa kutokueleweka katika muktadha wa fungu hili tamu linenalo na lidhihirishalo na linongonezalo na Roho Mtakatifu, wengi wamekuwa wakiomba maombi ambayo sio lengo kuu la maombi. Lengo la maombi, licha ya kuwa huweza kuwa matokeo yake kupata magari, kupata majumba, kupata maisha ya kifahari, kazi nzuri, watoto na mambo mengi, lakini kusudi la kwanza la maombi ni maombi tuyaombayo kufanana na maisha yetu. Kusudi hili ndilo lilikuwa kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu wa kwanza, na bado liliendelea kuwa kusudi hata baada ya dhambi. Tabia ya Mungu kuwa sawasawa na tabia yetu. Swali la kina la kujiuliza katika fungu hili linalotoa maana ya maombi ni kuwa, je, maombi uyaombayo kama kauli yako ya kwanza ya kusema baada ya kuanza maisha ya maombi, je, maombi hayo yamekuwa mfupa katika mfupa wako, nyama katika nyama yako? Kufanana na yale tuyaombayo ndiyo shauku ya kwanza ya maana ya maombi. Ni kweli hakuna ambaye hafurahii tunapoingia katika nyumba za ibada na kusikia shuhuda ya kuwa nilimuomba Mungu nipate nyumba ya kifahari, sasa nina nyumba, mnaweza kuja kufanya ibada kwangu. Hakuna mtu ambaye hatafurahi atakaposikia shuhuda kanisani, nilimuomba Mungu niwe na gari zuri, na sasa nina kosta nyingi ambazo tutaenda kwaya na matembezi ya kiimani kupitia gari zangu. Lakini haya katika theolojia pana ya maombi ya kitabu cha Mwanzo sura ya pili, kauli ya kwanza ya mwanadamu kusema, kwa maana ya kusema ni maombi, ni ushuhuda wenye kina ushangiliwao na malaika mbinguni. Nilimuomba Mungu, hakika yale niyaombayo sasa ni mimi. Yani, nilimuomba Mungu shauku ya dhambi maishani mwangu ife, na kwa hakika imekufa. Nilimuomba Mungu uraibu wa kina ulionistawala na kunisumbua na kutokuinua ibada yangu kwa Mungu ufe, na kweli ulikufa. Nilimuomba Mungu kiburi ambacho kilinitawala, kwa hakika sasa kimeniishia na nimeshinda katika Kristo. Swali la tafakuri: je, kama maombi ni maisha, maombi uyaombayo ni mfupa katika mfupa wako, ni nyama katika nyama yako? Maranatha Camp of Prayer Ministry na Maombi TV tunaendelea kukuombea baraka kuwa maombi uyaombayo yawe mfupa katika mfupa wako, nyama katika nyama yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakuomba tufanane na tuombacho tuwe sisi, kwa maana wewe hututakia mema na utamani tushinde zaidi ya tufikiriavyo. Katika jina la Yesu, amina.